بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الإيمان بالميزان يوم القيامة، ومين ميزاني siku ya kiyama. Katika itikadi ya ahli sunna wal jamaa ni kuamini kwamba kuna mizani siku ya kiyama. Qala wal imanu bil mizani yawm al qiyamah kama jaa yuzanu al abdu yawm al qiyamah fala yazinu janaha ba'udah. Na kuamini mizani siku ya kiyama kama ilivyokuja katika hadithi, yuzanu al-abdu yawm al-qiyama, atapimwa mtu siku ya kiyama, fala yazinu janaha ba'udah, hata kuwa sawa na ubawa wa mbu. Fala yazinu janaha ba'udah, hata kuwa sawa uzito wake na ubawa wa mbu. قال وتوزن أعمال العبد كما جاء في الأثر، zitapimwa amali za watu. Watuzanu a'malu al-ibadi kama jaa fil athar, na zitapimwa amali za watu kama ilivyokuja katika athar. Wal-imanu bihi, na kuamini pia hilo. Wat-tasdiqu, na kulisaddiq. Wal-i'radu amma radda an dhalik, na kumpuuza aliyelipinga hilo. Wa tarku mujadalatihi, na kuacha kujadiliana naye. Yote yamekuja hadithi kupimwa mtu mwenyewe na pia kupimwa amali za watu. Ni mambo yote yamekuja hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wal i'radu amma radda an dhalik, na kumpuuza aliyepinga hayo. Wa tarku mujadalatihi, na kuacha kujadiliana naye. Wal imanu bil mizani yawm al qiyamah kama jaa yuzanu al abdu yawm al qiyamah fala yazinu janaha ba'udah, kuamini mizani siku ya kiyama kama ilivyokuja katika hadithi, atapimwa mtu siku ya kiyama hata kuwa sawa na ubawa wa mbu. Yu'ta birrajuli al-azimi as-samin, ataletwa mtu mkubwa, mtu aliyewanda. Fala yazinu inda Allahi janaha ba'udah, hata kuwa sawa kwa Allah na ubawa wa mbu. Hadha fihi dalilun ala anna al-ashkhasa yuzanun. Hii hadithi hii ina dalili kwamba watu wenyewe watapimwa, watu wenyewe watapimwa. Wa warada fi hadithi thabit anna ibn Mas'ud irtaqa ala shajarati al-arak. Dalili nyingine ya kwamba watu wenyewe watapimwa imekuja katika hadithi ya thabit kwamba ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, as-sahabiyul jalil, irtaqa ala shajarati al-arak, alipanda juu ya mti wa arak, mti ule ambao unafanyiwa miswaki hii ya miti. Irtaqa ala shajarati al-arak wa kana daqiqa as-saqaini, alikuwa miguu yake ni membamba. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kana daqiqa as-saqaini, alikuwa ni mwenye miguu membamba. Fataajabu min diqqati saqaihi, masahaba wakashangaa kutokana na wembamba wa miguu yake. Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la ta'jabu min diqqati saqaihi, msishangae na mstaajabu wa wembamba wa miguu yake. Fa innahuma athqalu fil mizani min jabali Uhud, kwani miguu hiyo ni mizito zaidi katika mizani kuliko jabali Uhud. La ta'jabu min diqqati saqaihi fa innahuma athqalu fil mizani min jabali Uhud, msistaajabu wembamba wa miguu yake, kwani miguu hiyo ni mizito zaidi katika mizani kuliko jabali Uhud. Hadha dalilun
ala anna al-ashkhasa yuzanun, hii pia ni dalili kwamba watu wenyewe watapimwa. Wa amma al-a'malu fala khilafa fiha annaha tuzan, ama amali za watu hakuna khilafu kwamba zitapimwa na zina dalili nyingi hizo amali. Kwa hiyo hizi zote ni dalili za hadithi zinazoonyesha kwamba watu wenyewe watapimwa na pia amali za watu zitapimwa. Jabal Uhud linajulikana ukubwa wake. Mtume sallam akimsifu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma kwamba uzito wake, miguu yake ni membamba, lakini uzito wake katika mizani hiyo ni kuliko Jabal Uhud, pamoja na ukubwa wa jabali lile. يقول الشيخ ربيع حفظه الله: المعتزلة والجهمية وأهل الضلال ينكرون الميزان المحسوس. معتزلة na jahmiya na watu wa upotevu wanapinga mizani hii mahsus inayotambulikana na moja ya vitambuzi vitano. Almu'tazila waljahmiya wa ahlu dhalal yunkiruna almizan almahsus, pamoja na dalili zote katika hadithi zilizokuja katika hadithi, pamoja na dalili nyingi katika Qur'ani, lakini Mu'tazila na Jahmiya na watu wa upotevu wanapinga mizani hiyo. Raddul wazna al-adla, wanaipinga mizani adilifu. Hadha qawlu al-Mu'tazila wal-Jahmiya wa man wafaqahum min ahli ad-dhalal yunkiruna al-mizan. Hii ni kauli ya Mu'tazila na Jahmiya, na wenye kuwawafiki hao katika watu wa upotevu wanapinga mizani hiyo ya Allah siku ya Kiyama. Walmizanu lahu kifatani tuzanu fiha al-a'mal, mizani ina kifatani, pande mbili, ambapo hupimwa katika mizani hiyo amali za watu. Walmizanu lahu kifatani tuzanu fiha al-a'mal, mizani hiyo ina pande mbili ambapo hupimwa amali njema na amali mbaya, madhambi na thawabu, hupimwa mizani yenye kifatani. Wa hadhihi min al-adilla, hii pia ni katika dalili. Hadithu sijillat allati yati, hadithi ya sijillat, vitabu, hadithi ambayo itakuja, vitabu na kitabu cha kila mtu. Kila mtu ana kitabu chake kilichoandikwa amali njema na amali mbaya. Yani yukhbiruhu Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala wa ya'ridu alayhi a'malahu fa idha biha fi 99 sijillan tamla'u ma bayna as-samai wal ardi. Anaelezea Allah tabaraka wa ta'ala na kumdhihirishia mtu amali zake ويعرض عليه أعماله, anamdhihirishia amali zake. فإذا بها في 99 سجلا تملأ ما بين السماء والأرض, mara amali zake ziko katika vitabu 99 zinajaza sehemu iliyo baina ya mbingu na ardhi. Thumma yuqalu, kisha ataambiwa mtu, hal laka amalun, je wewe una amal? hal laka min khairin, je una khairi nyingine? hal laka min amal, je una amal? Fayaqulu la ya rabbi, atasema hapana ye Mola wangu. Fayaqulu bal laka indana hasana, bali wewe una kwetu hasana, jambo jema. Wala yadhlimu rabbuka ahada, wala Mola wako hamdhulumu yoyote. Fatudha'u la ilaha illa Allah fi kifa وتوضع هذه السجلات 99 في سجل أو سجل في كفة. وتوضع هذه السجلات 99 سجل في كفة. itawekwa la ilaha illa Allah katika upande fulani wa mizani ile. Watudhau hadhihi sijillatu 99 sijili, na vitawekwa vitabu hivi 99 fi kifa, katika upande mwingine wa mizani hiyo. Fatarjahu bihi ma la ilaha illa Allah, itakuwa nzito katika mizani hizo au katika pande mbili hizo
itakuwa nzito la ilaha illa Allah, liannahu la yathqulu ma'a ismi llahi shay'un, kwa sababu hakuna kitu chochote kizito pamoja na jina la Allah. Liannahu la yathqulu ma'a ismi llahi shay'un, kwa sababu hakuna kitu kizito chochote pamoja na jina la Allah. Kwa hii ni kuonesha fadhlu tauhid na fadhlu kalimati tauhid la ilaha illa Allah litakuwa zito, upande wake wa mizani utakuwa mzito na kushinda vitabu hivi 99 vya amal. Hii ni kuonesha fadhila za la ilaha illa Allah na kalima hili la tauhid la ilaha illa Allah. وقد ورد في حديث لو وضعت السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. imekuja pia katika hadithi sahahu Sheikh Al-Albani, lau zingewekwa mbingu 7 na vilivyo ndani yao na ardhi 7 na vilivyo ndani yao, fi kifa, katika upande mmoja wa mizani, wala ilaha illa Allah fi kifa, ikawekwa la ilaha illa Allah katika upande mwingine wa mizani, lamalat bihinna la ilaha illa Allah, ingezidi kuliko hizo mbingu na ardhi la ilaha illa Allah, ingekuwa chini kwa sababu ya uzito wa kalima hili la tauhid la ilaha illa Allah. الشاهد أن الميزان ثابت في الكتاب والسنة. ushahidi ni kwamba mizani ni yenye kuthubutu katika Qur'ani na hadithi. Ipo mizani siku ya kiyama. يقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا, tutaweka mizani ya uadilifu siku ya kiyama, haitadhulumiwa nafsi yoyote jambo lolote. fala tudhlamu nafsun shay'a, haitadhulumiwa nafsi yoyote jambo lolote ililofanya. wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, hata kama ni wizani wa tembe ya khardal, kitu kidogo tu, pia tutakileta siku hiyo kwa ajili ya kukipima. wakafa bina hasibin, inatosha kuwa sisi ni wenye kuhisabu. Kwa hakuna atakayedhulumiwa jambo lolote alilolifanya duniani. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. qala ta'ala waman khaffat mawazinu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, wale ambao mizani zao ni hafifu, mizani za amali zao ni hafifu, ni nyepesi kuliko madhambi. faulaika alladhina khasiru anfusahum, hao ni wale ambao wamezitia hasara nafsi zao. fi jahannama khalidun, watakwenda milele katika jahannam. wa amma man thaqulat mawazinu, ama yule ambaye mizani yake itakuwa nzito ya amali njema, fahuwa fi 'ishati radhiya, atakuwa katika maisha yenye kuridhiwa ambayo ni peponi. wa amma man khaffat mawazinu, ama yule ambaye mizani yake ni nyepesi sio nzito, fa ummuhu hawiya, huyo makazi yake ni hawiya. wama adraka ma hiya narun hamiya, ni moto mkali sana hiyo hawiya. Idhan aya zinathibitisha kuwepo kwa mizani hiyo ya uadilifu. Kwa hiyo vipi mtu atapinga aya za Allah? Anapinga mizani iliyo katika aya nyingi za Allah na hadithi nyingi za Allah. Vipi mtu atapinga vitu kama hivi? قال الشيخ ربيع ومع الأسف سيد قطب والله ينكر الميزان ينكر رؤية الله. pamoja na masikitiko, Said Qutb naapa kwa Allah anapinga hii mizani, pia anapinga kuonekana kwa Allah. wasara ma'al jahmiya wa ma'al mu'tazila fi kathirin min al-aqaid,
akenda pamoja na Jahmiya pamoja na Mu'tazila katika itikadi nyingi. Wallahi hadha hasil. Sheikh Rabi anaapa kwa Allah jambo hili lipo. Sayyid Qutb anapinga vitu hivi vilivyo katika Qur'ani na hadithi za mtume sahiha. Wa nahnu naqul hadha li alla yakhda'a nasun au yukhda'a nasun bikutubi hadha ar-rajul, wasije wakadanganywa watu na vitabu vya hadha ar-rajul Sayyid Qutb. Sayyid Qutb nidhal mudhil, anapinga Qur'ani moja kwa moja. Ni kwamba anapinga Qur'ani, anapinga hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wasije wakaghuriwa na kudanganywa na vitabu vya mtu huyu. Fa innaha wallahi mali'atun bidhalalati ya ikhwa, vitabu hivyo na hapa kwa Allah vimejaa upotevu. Ndugu zangu, wallahi fi ususil ususi wa usulil usul Sayyid Qutb yatakhabbatu وضايع وكثير من الشباب سيضيعون بسبب تقديسهم له وإنزالهم له غير منزلته. Sheikh Rabi anaapa katika misingi ya itikadi. Sayyid Qutb anapotea. Sayyid Qutb anakwenda ovyo na kupotea, na vijana wengi watapotea kwa sababu ya kumuadhimisha Sayyid Qutb na kwa sababu ya kumweka isiyokuwa daraja yake. Kuna watu wanajitolea na kumkingia kifua Sayyid Qutb na kumtetea. Vitabu vyake viko sawa, yuko sawa, watu wasome tafsiri yake fi dhilali al-Qur'an. Kuna watu wanasema hivyo mpaka sasa, wapo mahizbi hao mpaka leo wanamtetea Sayyid Qutb. Ametunga kitabu cha zaka, si ametunga tafsiri ya Qur'an, wakati wa maulama wanaipinga tafsiri yake. Ina itikadi chafu ya wahdatul wujud na itikadi nyingine mbaya zilizomo katika tafsiri yake, mpaka baadhi ya ulama wasema fi dhalalil Qur'an. Hili ni dhalalil Qur'an, sio fi dhilalil Qur'an. Kwa Sayyid Qutb wanamuita shahid, eti wanamuita shahid Sayyid Qutb, lakini Sayyid Qutb ni dhal mudhillun, anapoteza watu katika vitabu vyake vingi. Ana takfir, akufurisha waislamu, ana mambo mengi katika vitabu vyake. Qala fala tajidu almu'taziliyya waljahmiyya fi bid'atin illa sharakahum fiha wajallaha lahum wawadhahaha ma'al asaf. Hutampata Mu'tazili na Jahmi katika bid'a isipokuwa Sayyid Qutb anashirikiana nao katika uzushi huo. Wajallaha lahum wawadhahaha ma'al asaf, anaweka wazi jambo hilo, si mambo ya kujificha, si mambo ya siri. Jallaha lahum wawadhahaha, na kuweka wazi huyo Sayyid Qutb itikadi hiyo ya hawa Mu'tazila na Jahmiya. Fahuwa yunkiru almizana wal arsha wa ashya'a kathira ma'aziq wallah. Asema Sayyid Qutb anapinga mizan, anapinga arshi ya Allah, anapinga mambo mengi, ni maazif, yani misimamo migumu mizito alionayo Sayyid Qutb, misimamo ya upotevu na hapa kwa Allah. Sheikh Rabi ameapa takriban mara 3 katika maneno yake haya kuelezea kwamba Sayyid Qutb ni dhal, amepotea. Na hii ndio natija ya uhizbia. Natija ya uhizbia ndio hiyo, mtu kutia akili zake katika masala haya ya nusus za Qur'ani na hadithi za Mtume SAW, hataki kuwafuata salaf. Haya ndio madhara ya uhizbia, kutofuata manhaji salaf, ukafuata itikadi ya Mtume na masahaba yake, ukatia akili yako. Madhara yake ndiyo haya. Wapinga vitu vilivyo katika Qur'ani, vitu vilivyo katika hadithi, wahi unaupinga. قال الشيخ ربيع والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء المعتزلة والجهمية وأهل الضلال والباطنية ينكرون هذه الأشياء. ومن ميزان siku ya kiyama kama ilivyokuja Mu'tazila na Jahmiya na watu wa upotevu na Batiniya, hii ni firqa katika firaqi Rafidha. Yunkiruna hadhihi al-ashya, wanapinga vitu hivi.
والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. kuamini mizan na kuisaddiq mizan na kumpuuza mwenye kukataa hayo. watarku mujadalatihi, na kuacha kumfanyia mujadala mtu huyo. araftum ma yuqalu fil mujadala, mmekwisha jua yanayosemwa katika masala ya mujadala, kwamba maulama wa sunna, manhaji ya sunna wal jamaa inakataa mijadala, kufanya mijadala na hawa watu wa bid'a wanaopinga nususi hizi za Allah na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. taklimu Allahi liibadihi yawm alqiyama, Allah kuwasemesha waja wake siku ya kiyama. qala rahimahullah wa anna Allah ta'ala yukallimu alibada yawm alqiyama laysa bainahum wa bainahu turjuman wal-imanu bihi wat-tasdiqu bihi, kuamini kwamba Allah tabaraka wa taala atawasemesha waja wake siku ya kiyama, hakuna baina yao na baina yake turjuman, atakayefasiri maneno ya Allah. wal-imanu bihi, na kuamini jambo hilo. wat-tasdiqu bihi, na kulisaddiq. يقول الشيخ ربيع حفظه الله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد، hakuna yoyote katika nyinyi. Hadhi nakira, ahad nakira fi siyaqi nafi. ma minkum min ahad, hakuna mtu yoyote katika nyinyi. illa sayukallimuhu rabbuh, isipokuwa Mola wake atamsemesha. laysa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna baina yake na baina ya Allah mwenye kufasiri maneno yake. wasami'tum yunadi ar-rabb tabaraka wa ta'ala wa yawma yunadihim aina shurakai qalu adhannak ma minna min shahid وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Allah anawalingania waja wake, wa yauma yunadihim, siku atakaowalingania Allah waja wake, aina shurakai, wako wapi wale washirika wangu mliokuwa mkidai kwamba mimi nina washirika. qalu adhannaka ma minna min shahid, watasema adhannaka, tumekusaddiq na kukuamini, hatuna shahidi wowote wa hilo, hakuna shahidi yoyote. wadhalla anhum ma kanu yad'una min qablu, yatapotea yale waliokuwa wakiyaomba na wakiabudu huko nyuma. wadhannu ma lahum min mahis, na watayakini kwamba hakuna makimbilio siku ya kiyama. wa yawma yunadihim fayaqulu aina shurakai alladhina kuntum tazumun, siku Allah atakapowalingania waja wake na kusema wako wapi wale washirika wangu mliokuwa mkidai kwamba mimi nina washirika wananisaidia. wanidau la yakunu illa biharfin wa sautin wa huwa alkalam, nidaa hiyo haiwezi ikawa isipokuwa kwa herufi na sauti, na ndiyo maneno, kwamba Allah anasema wa yawma yunadihim, munadat haiwezekani isipokuwa kwa herufi na sauti. wa huwa alkalam, na ndiyo maneno hayo. wa yunadi ahla aljanna, pia Allah atawalingania watu wa peponi, hal radhitum, je mmeridhia neema hizi? hal azidukum, je nikuzidishieni neema? fayukallimu wa yatakallam, atawasemesha na atasema. yukallimu al-afrada subhanahu wa ta'ala, atamsemesha mmoja mmoja katika waja wake subhanahu wa ta'ala. wa yukallimu kulla ahadin bighairi turjuman, atamsemesha kila mmoja bila kupatikana yule turjuman anayefasiri maneno yake. Kila mmoja atamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala anavyoambiwa. wa yukallimu aljami', na atawasemesha wote. fallahu subhanahu wa ta'ala mawsufun bihadha alkalam azalan wa abada,
Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusifiwa kwa maneno haya tangu azal na milele. Wa hadha min sifati kalamihi, hii ni katika sifa ya ukamilifu wake. Sifa ya maneno ni sifa ya ukamilifu, sio sifa ya upungufu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala tunathibitisha kwa hadithi hizi na aya hizi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema, lakini kusema kwa maneno yake hayana herufi, hayana sauti. Sasa watu watasikia vipi? Wa yawma yunadihim, watu watasikia vipi kwa maneno yake hayana sauti? Kama ilivyo itikadi ya Ash'ariyya. Itikadi ya Ash'ariyya ni kwamba maneno ya Allah hayana herufi wala sauti. Siji mtume alisikia vipi sala mpaka kafaradhisha sala 5? Alisikia vipi? idhan fallahu subhanahu wa ta'ala mawsufun bihadha alkamal azalan wa abada, wa hadha min sifati kamalihi, hii ni katika sifa za ukamilifu wake. Wa yukallimu alafrada yawm alqiyama, atamsemesha mmoja mmoja katika waja wake siku ya kiyama. Wa kallama Musa wa kallama Muhammadan wa kallama Jibrila, Allah subhanahu wa ta'ala alimsemesha nabii Musa, wa kallama Allahu Musa taklima, alimsemesha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamsemesha Jibril. Wa yukallimu almalaikata tabaraka wa ta'ala, anawasemesha malaika tabaraka wa ta'ala na kuamrisha amri zake. Wa huwa min sifati alkamal, na kusema ni katika sifa za ukamilifu. الشاهد أن الكلام يحصل للمؤمنين يوم القيامة. ushahidi ni kwamba kalam, maneno hayo ya Allah kuwaambia waumini yatapatikana siku ya kiyama. Allah atawasemesha waumini kila mmoja, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kwa hii ni itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa, ambapo mubtadi'a wanapinga pia itikadi hii pamoja na aya hizi za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, la hivyo hivyo wanapinga. Al-imanu bil hawdhi wa sifatuhu au wa sifatihi. Al-imanu bil hawdhi wa sifatihi, kuamini birika ya Mtume na namna yake na sifa zake. والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. ومن حوض بريكا ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ana birika siku ya kiyama, watakunywa katika birika hiyo umati wake. Ardhuhu mithla tulihi au ardhuhu mithlu tulihi, upana wake ni kama urefu wake. Masira tashahrin, mwendo wa mwezi mzima. Upana wa birika hiyo ni kama urefu wake, pia upana wake ni mwendo wa mwezi mzima. Upana na urefu ni mwendo wa mwezi mzima. Aniyatuhu kaadadi nujumi sama, vyombo vyake birika hiyo ni kama idadi ya nyota za mbinguni. Aniyatuhu kaadadi nujumi sama, vyombo vyake vya kunywea katika birika hiyo ni kama idadi ya nyota za mbinguni. Ala ma sahhat bihi al-akhbaru wal atharu min ghairi wajhin, kwa vile zilivyosihi hadithi na athar kwa isiyo kuwa njia moja. يقول الشيخ ربيع حفظه الله: والإيمان بالحوض هذا من العقائد التي يجب أن يؤمن بها العبد. kuamini haudh, birika ya Mtume, ni katika itikadi ambazo ni lazima mtu kuziamini. وقد وردت في الحوض أحاديث بلغت حد التواتر. ni waradat hiyo, kwangu kuna raddat. iko wao kwenu? fi wao, kwangu mafi wao. وقد وردت في الحوض أحاديث بلغت حد التواتر, zimekuja katika kuelezea birika hii hadithi nyingi zilizofikia hadi ya tawatur, hadithi mutawatir. Wa annahu yani masiratahu shahrun, na kwamba mwendo wake ni mwezi mzima. Wa tuluhu wa ardhuhu sawa, urefu wake na upana wake ni sawa, kila upande ni mwendo wa mwezi mzima. Urefu wake ni mwendo wa mwezi mzima, upana wake ni mwendo wa mwezi mzima, birika hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam
كما جاء في صحيح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وإثباته وصفاته. ويؤبنا wake na urefu wake ni sawa. وفي الأحاديث أنه من المدينة إلى صنعاء ومن أيلة إلى صنعاء. Na imekuja pia katika hadithi kwamba huo urefu wake birika hiyo ni kutoka Madina mpaka Sanaa. Sanaa iko wapi? Yaman, asimatul Yaman. Kutoka Madina an-Nabawiyya mpaka Yaman Sanaa. Wa min Aila ila Sanaa, na kutoka Aila mpaka Sanaa. Aila iko Urdun, Jordan. Aila iko Jordan mpaka Sanaa. فهو مما أكرم الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. hiyo birika ni katika mambo ambayo Allah amemkirimu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waqala fi sha'nihi, Allah akasema katika jambo lake, inna a'tainaka al-kauthar, sisi tumekupa wewe al-kauthar, fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na chinja mnyama kwa ajili ya Mola wako. Inna shani'aka huwa al-abtar, mwenye kukubughudhi wewe ndiye abtar, ndiye mwenye kukatikiwa. Al-Kauthar ndio hiyo birika ya mtume sallallahu alaihi wasallam huko siku ya kiyama. Fahadha min afdali mamtanna Allahu bihi ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akramahu bihi fi dunya wal akhirah. Hii ni katika bora ya Allah alivyomneemesha mja wake na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumkirimu kwa birika hiyo hapa duniani na akhira. Warada anna unasan yutraduna anhu, warada anna unasan yutraduna anhu, imekuja katika hadithi kwamba kuna watu watakaofukuzwa na birika hiyo wasinywe. Warada anna unasan yutraduna anhu, imekuja kwamba kuna watu watafukuzwa na birika hiyo. Wa humul murtaddun, hawa ni wenye kurtadi wakatoka katika Uislamu. Wayulhaqu bihim ahlul bid'ah aidha, pia wanaingizwa pamoja na hao watu wa uzushi, pia watazuiliwa wasinywe katika birika hiyo. Dhakara hadha al-Qurtubi wa ghayruhu, amelitaja hili al-Qurtubi na wengineo. ونقل ذلك الحافظ ابن حجر عنه أن البخاري قال أن المراد أو إن المراد بالذين يذادون عن الحوض، إن المراد بالذين يذادون عن الحوض، حقيقة مرادي ووالي وتقوزيليوا كونوا katika birika hiyo. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، yani wafuasi wangu wafuasi wangu. Qala innahum ahlur ridda, akasema Imam Bukhari hao ni watu wa ridda waliotoka katika Uislamu, walikuwa waislamu wakartadi wakatoka katika Uislamu. Wa udkhila fihim ghayruhu au wa adkhala fihim ghayruhu ahla albid'ah, amewaingiza pia pamoja nao wasiokuwa yeye katika maulama, amewaingiza watu wa bid'ah. Kwa nini? Limadha? Qala liannahum ahdathu ba'dahu, kwa sababu watu wa bid'a wamezusha mambo baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Liannahum ahdathu ba'dahu, sababu walizusha mambo katika dini, wakayatia katika dini mambo ambayo hayamo katika dini baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa'alul bid'a ahdathu ba'da ar-rasul, watu wa bid'a walizusha mambo mengi baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Limadha turidu, kwa nini watafukuzwa? Liannahum ghayyaru din Allah, kwa sababu wao wamebadilisha dini ya Allah. Wa ahdathu fihi ma laysa minhu, wakazusha katika dini hii mambo ambayo hayamo. Falhadithu yatanawaluhum, kwa hadithi hii inawakusanya pia watu wa bid'a, sio hao murtadin peke yake, bali na ahlul bid'a pia wanaingia, kwa sababu wamezusha katika dini wakaleta mambo mengi ambayo hayamo katika dini.
moja katika adhabu zao ni kuzuiliwa kunywa katika birika hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala rahimahullah: wa anna li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hawdan yawm alqiyamah taridu alayhi ummatuhu, ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anabirika siku ya kiyama, utakunywa umati wake katika birika hiyo. Ardhuhu mithlu tulihi au mithla tulihi, upana wake ni kama urefu wake. Ardhuhu mithla tulihi, upana wake ni kama urefu wake. Masirata shahrin, mwendo wa mwezi mzima. Aniyatuhu kaadadi nujumi samaa, vyombo vyake ni kama idadi ya nyota za mbingu zilivyo nyingi. Minadhahabi, kutokana na dhahabu, walfidha, na fedha, vyombo vyake hivyo. Kama fi Muslim, kama ilivyokuja katika sahihi Muslim: ala ma sahhat bihi al-akhbaru wal atharu min ghairi wajhin, kwa vile zilivyosihi hadithi katika jambo hilo na athar min ghairi wajhin, katika isiyo kwa njia moja. Hadha shay'un ma'rufun, hili ni jambo maarufu, linajulikana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anabirika siku hiyo ya kiyama, utakunywa umati wake katika birika hiyo. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yariduna alayhi. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina